Habari gani wapenzi wa Connection TV? Habari, mimi ni Chionda na hizi ni habari kutoka Connection TV. Habari kwa ufupi, Irani yasema imekamata meli mbili Hormuz baada ya meli tatu kushambuliwa. Irani, vita ya Irani na usitishaji wa mapigano. Usitishaji wa mapigano umekuwa mgumu. Marekani yanasisitiza Islamabad lazima waite Irani katika meza ya mazungumzo. Wanasema utawala wa Irani unaonekana kuogopa kuzuka kwa vita wenyewe kwa wenyewe, na Papa Leo aliamua hali ya wafungwa katika kisiwa huko Guinea ya Ikweta. Habari kamili. Jeshi la Irani na wanamaji la IRGC limeonya kuwa linafuatilia kwa karibu shughuli zinazoendelea katika mlango bahari wa Hormuz pamoja na bahari ya Arabia, kwa sababu Marekani ameweka blokedi kuzuia meli zote za Irani zilizojaza mafuta kutoka nje ya bandari. Irani nayo ameamua kuchukua uamuzi wake, ameweka blokedi na amefunga eneo moja kwa moja la Bab el-Mandab. Na huu ni uamuzi sahihi wa kuifanya serikali ya Irani irudishe heshima yake na maendeleo yake kwa watu wake, kwa sababu Marekani anachokifanya ni kushusha morali ya Wairani na Wairani ili warudi barabarani kupambana. Wanasema Papa Leo wa 14 amewaambia uongozi wa Guinea Ikweta kuchaguliwa kwa Kardinali Roberto Francis Prevost kuwa Papa Leo wa 13 msaidizi wake kumefanya historia kubwa katika kanisa Katoliki. Akiwa papa wa kwanza kutoka Marekani, yeye ni kiongozi anayetajwa kuwa na mwelekeo wa kuendeleza mageuzi ya hayati Papa Francis, huku akisisitiza kwamba mshikamano ni jambo muhimu. Dunia yote, watu wote ni sawa. Ulimwengu unahitaji uongozi wa kiroho na uongozi wa kimwili. Haya ni maneno ya papa akiwa huko Guinea Ikweta. Guinea Ikweta, ikumbukwe kwamba ni mlango bahari wa kupitisha madawa ya kulevya kutoka Latin America pamoja na Brazil. Kwa hiyo Papa leo anahimiza upendo na mshikamano. Wanasema Papa leo mwenye umri wa miaka 69 anakuwa kiongozi wa 267 wa kanisa hilo, akichukua nafasi ya Papa Francis aliyefariki mwezi uliopita. Uchaguzi wake ulihitimisha mnamo nani kuwa papa dumu kwa muda mrefu. Ndugu, na hii ni habari Connection TV. Tunakwenda katika mgogoro wa Sudani. Wanasema nilijifungulia njiani na kutembea ili kuepuka ghasia. Hii ni kadhia iliyomkuta baada ya watoto wake watatu kuuawa. Mtangazaji aliyekuwa mjamzito alitoroka katika jimbo la Darfur kwa miguu na kujifungulia njiani katika eneo la mpakani kuelekea Chad. Anasema, nilijifungua barabarani, hakukuwa na wakunga wala mtu wa kunisaidia. Kila mtu alikuwa akitoroka kuokoa nafsi yake. Hali ya Sudani Kusini imekuwa mbaya. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wamama, watoto wanakufa kwa utapiamlo pamoja na ubakaji huko katika jimbo la Kordofan, kiongozwa na kundi la uasi linaloipinga serikali ya Sudani, huku wananchi wakipata shida kutokana na faida za watu wachache. Anasema, mtoto alitoka, nikamfungia kwenye nguo, sikufikiria kitu kingine chochote, niendelea kutembea, alisema Adre Arafa Adoum. Alisema nilipokutana naye katika kambi ya wakimbizi ya makumi ya maelfu ya watu kando ya mji wa Chad. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 38 alisema kwamba alikuwa ametembea katika jua kali kwa takriban kilomita 25 kutoka mji wa nyumbani kwao wa Eri Gunena, akiwa na watoto wake 4 wa kike, huku mume wake akitumia njia ndefu zaidi katika kufika katika kambi hiyo. Anasema, nilipowasili katika mpaka nilipata nimechoka hadi nilipojifungua, Mrs. Adoum alisema, akiongeza kwamba alimtaja mwanawe jina la Mtume Muhammad. Aliacha maiti ambazo hajazikwa na wavulana wengine wenye umri wa miaka 3, 7 na 9
baada ya kusema waliuawa na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF na wanamgambo wa shirika wa Kiarabu katikati ya vita vinavyoendelea nchini Sudani kwa tangu mwezi wa Aprili. Hali inazidi kuwa mbaya. Pakistani nayo imesema mazungumzo ya amani yanakuwa magumu kwa sababu Iran imeshindwa kupeleka wajumbe. Serikali mjini Tehran imesema iweze kupeleka wajumbe kwa sababu Marekani anatumia wakati wa mazungumzo ili aandae mashambulizi mapya. Na wanahisi kwamba Marekani anaandaa mashambulizi yanayoita boot ground, mashambulizi ya vita ya ardhini ambayo wanasema anakwenda katika kisiwa cha Kurdi ambacho kinatoa mafuta kwa Iran ya 96%. Marekani, Donald Trump na baraza lake zima la mawaziri wamekula kiapo cha kuichukua Kurdi Israeli ili kumkomesha Irani kwa sababu analingia mafuta, kwa sababu vikwazo vyao vilikuwa vimefanya kazi. Wanasema Donald Trump amejigamba kuhusu mabadiliko ya utawala huko Tehran, lakini hadi sasa anashughulika na kile anachokiita kupasuka kwa utawala. Sasa kwa kuwa viongozi wengi wakuu wa Iran wamefariki, swali nani anayeongoza Iran kwa sasa ni halisi zaidi, jambo linalofanya jitihada za kidiplomasia kuwa ngumu zaidi. Huenda ni mapema kutathmini athari za hatua ya hivi karibuni ya rais, lakini dalili za awali kutoka Tehran hazionekani kuwa ni nzuri. Mshauri wa spika wa bunge na pia kiongozi wa mazungumzo Mohamed Bagher Gharibaf amesema kuwa Trump anajaribu kuvuka muda kwa ajili ya kutekeleza shambulio jingine la kushtukiza. Msemaji wa jeshi lilirejea onyo kwamba Iran liko tayari kushambuliwa ikiwa hilo litatokea. Aidha, Islamabad, mipango bado inaendelea kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo, huku sehemu za jiji zikiwa bado zimefungwa, lakini matumaini ya mkutano wiki hii yanaonekana kwa sasa yamefifia. Kabla ya Donald Trump kutangaza kwamba ataongeza muda wa kusitisha mapigano, wizara ya mambo ya nje ya Iran iliambia BBC kwamba Tehran bado haijaamua kama itahudhuria duru mpya ya mazungumzo ya amani na Marekani baadaye wiki hii. Katika mahojiano na mwandishi wa habari Night Descent, msemaji Ismail Bagher alisema Iran imeingia katika duru ya kwanza ya mazungumzo ya Islamabad kwa nia njema na hisia nzito, lakini kuna upande wa mazungumzo umeonyesha kukosa umakini na nia njema. Aidha, alitaja mapumziko yasiyo ya maana ya vitisho vya uhalifu wa kivita kutoka Marekani, akirejea mfululizo wa machapisho na mahojiano ya Trump kwenye mitandao ya kijamii katika siku mbili zilizopita, ambapo alitishia kuharibu kila kitu cha umeme katika daraja ikiwa Iran haitakubali kile alichokiita pendekezo la Marekani la haki na lenye busara. Ndugu, niko kwenye Shem TV habari. Mimi ni Chionda. Unaendelea kupata habari kupitia kona zote 4 za dunia kupitia Connection TV, ambayo habari muhimu na makini zinapitia hapa, sio za kuungaunga wala kutengeneza. Hizi ni habari kutoka katika vyombo vinavyoaminika na habari ulimwenguni. Ndugu wapenzi wa Connection TV, karibuni mpaka